una daftari, hakikisha una kitu cha kuandikia. Alafu funika kichwa chako tuweze kuomba. Mungu, asante kwa leo. Asante kwa series hii tunayoendelea ya hazina za sirini. Baba, ukatupiganie, ukatuongoze. Roho Mtakatifu ukatufunulie yote tunayopaswa kuyaelewa katika jina la Yesu. Amen. Andika hazina za sirini, sehemu ya pili. Nilisahau jamani. Wiki iliyopita ilikuwa birthday yangu tarehe 19. Nilikuwa nakumbuka kuzaliwa na mimi. Lakini hiyo birthday iligeuka kuwa birthday ya mtu mwingine na sio ya kwangu. Mama mchungaji alitake over. Kila kitu yeye ndo anasimamia. Lakini namshukuru Mungu kunipa mwaka mwingine tena. Na nikiwa Dodoma. Mungu awabariki, mmenionyesha upendo wa hali ya juu sana. Na mimi naahidi sitawaacha mpaka ukamilifu wa dahari. Andika hazina za sirini, sehemu ya pili. Wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza na tulikaa sana kwenye nafasi. Itakuwa ina vipengele kadiri ambavyo Mungu atakuwa ananielekeza cha kufanya. Na tuliangalia nafasi, tukasema kuna vitu unaweza ukapata access navyo na kuna vitu hauwezi ukapata access navyo. Kuna nafasi Mungu asipokutengenezea ama usipoitafuta kwa nguvu, kuna baadhi ya vitu vya kiroho havitakaa kumanifesti kwenye maisha yako. Na kuna aina ya mafuta au aina ya upako unaweza ukaupata, lakini kuna aina ya upako ama nguvu za Mungu ama mafuta ya Mungu hayawezi kuja kwako kwa sababu ya nafasi ambayo unayo. So nafasi yoyote ya kimwili katika dunia hii pia yana nafasi kubwa sana, hiyo nafasi katika ulimwengu wa roho. Duniani kuna watawala wa kimwili, lakini kuna watawala wa kiroho. Watawala wa kiroho wanaitwa wafalme. Ndio maana hata Mungu wetu anaitwa ni Mungu mfalme anaishi juu ya wafalme. Means kuna wafalme katika ulimwengu wa roho ambao pia na wao wana watu wao. Na hii dunia ina kazi ya kuweka ufalme wa mtu mwingine. Ndio maana kwenye sala tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje wapi? Hapa duniani. Kwa hiyo vita katika ulimwengu wa roho katika dunia ni kila mfalme katika ulimwengu wa roho kutengeneza ufalme wake hapa wapi? Duniani. Na duniani kuna kanuni za kuishi, na kanuni mojawapo ni utawala, kutawala. Kwa hiyo wanachokigombania watu wao wanatakiwa kuwa watawala. Na hauwezi kuwa mtawala, kitu cha kwanza, kama hauna nini? Nafasi. Halo? Ndio maana katika mahubiri yangu ya mwaka huu sana ama teachings zangu nitakuhamasisha tuweze kuchukua nafasi sehemu zozote zinazohitajika hapa duniani. Kwa sababu tusipochukua nafasi, ufalme wa Mungu utakuwa limited kwenye baadhi ya maeneo. Kuna nafasi tukiwaachia watoto wa ufalme mwingine, wataweza kututawala mpaka sisi ambao tuna Mungu wetu. Na ndio maana nikasema hakikisha usiridhike na unachokipata ama ambacho unacho. Ni hatari sana. Kama Mungu amekuelekezea wewe tobo lako lipo kwenye elimu, usiishie kuwa na degree moja. Hakikisha unaongeza ya pili. Hakikisha unaongeza ya tatu. Soma mpaka ufikie kibao kimeandikwa no more education. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mfanyabiashara, hakikisha kila siku unatamani kupata maarifa mapya. Tunachokitafuta ni nafasi hapa duniani.
ili iwe rahisi ufalme wa Mungu kuweza kuwa established hapa duniani. Otherwise, wapendwa, ninarudia tena, tutakuwa wana maombi sana. Yaani mifungo tutafunga sana, lakini kwenye maamuzi ya nchi hii hatutopata nafasi. Sio kwa sababu hatuombi, ni kwa sababu nafasi katika ulimwengu wa dunia tumezipoteza, kwa sababu tunasema duniani hatuna mji udumuo, mji wetu ni mbinguni. Mbinguni tutaenda tu. By the way, nataka tu nikwambia hakuna hata mmoja atakaenda motoni hapa. Wote tunaenda mbinguni. That's an assurance. Anasema hata muacha hata mmoja afanye nini? Hapotee. Sio wewe. Mungu atakurudisha tu kwa viboko. Atakurudisha kwa ngeu. Mungu atakurudisha tu ili mradi uweze kuingia wapi? Kabla hujakata roho, Mungu atahakikisha umemkiri tena kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu ni kunyang'anyana katika ufalme. Haiwezekani tuhubiri hivi kila siku, tuombe hivi kila siku afu ende motoni. Assurance ya mbinguni tunayo. Tuna nafasi tunazitaka kuzipata wapi? Baada ya muda, wakitangaza wafanyabiashara wakubwa Dodoma wanapatikana reality. Wakitangazwa maprofesa wanapatikana wapi? Wakitangazwa madokta wanapatikana wapi? Wakitangazwa watu ambao wana influence wanapatikana wapi? Reality. Wakitangazwa na michezo wakubwa wa Tanzania wanapatikana wapi? Mwambie mwenzako it is possible. Sio tu wakitangaza maombi ya kuzuia mvua isilete mabalaa ndio wanasema tuendeni kanisa la reality. Ikitangazwa mifungo wanasema kuna kanisa linafunga sana. Ni vyema, lakini pia watukumbuke na kwenye vingine. Hauoni raha umekaa hapa, kuna waziri mkuu yuko pembeni yako. Umekaa kidogo, speaker wa bunge la Tanzania yuko wapi? Umekaa kidogo pembeni yako kuna CEO wa shirika fulani. Sio umekaa tu pembeni anadaiwa na benki. Yuko hapa moyo umejaa. Kidogo mtu anakugongea wewe, una sadaka hapo na mimi nikatoe mbele. Kuna mapito, lakini usitamani kukaa kwenye mapito. Ndio maana nakufundisha siri katika ulimwengu wa roho. Tukiziweza kuaccess hazina katika ulimwengu wa roho, kuna raha ya kumtumikia Mungu tukiwa na nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kipengele cha pili, hazina za sirini, Afrika kwenye mabano, hekima. Wote ambao walipata kujua siri za hazina, kitu kimojawapo ambacho, kitu kingine mbali na kupewa nafasi yoyote iweze kuheshimika, inahitajika hekima. Hauwezi ukapata nafasi ya kutawala kama hauna hekima. Na kuna hekima ambayo mwanadamu anaitafuta, alafu kuna hekima ambayo Roho Mtakatifu anaitoa. Utaona kuna kitu kinaitwa roho, kuna roho ya hekima na kuna hekima ya mwanadamu. Hekima ni nini? Natamani uandike. Hekima ni uwezo wa kutumia. Hekima ni uwezo wa kutumia. Kitu cha kwanza, ujuzi. Biblia inasema ama inasema knowledge, maarifa. Kwa hiyo ujuzi ama maarifa mtu anayatafuta. Elimu ni maarifa. Maarifa unaweza usiyapate tu shuleni. Maarifa unaweza ukayapata kwa kurithi pia, kwa kufundishwa, kwa kutafuta, kujisomea. Kwa hiyo uwezo wa kutumia hayo maarifa, cha kwanza, katika kufanya maamuzi yanayofaa
ili uweze kupambanua jema na baya, ili uweze kupata matokeo sahihi, inaitwa hekima. Kwa hiyo hekima ni uwezo wa kutumia kitu cha kwanza, knowledge ama maarifa, katika kumake decision sahihi, kufanya maamuzi sahihi ambayo yatakuletea matokeo sahihi, inaitwa hekima. Kwa hiyo kitu cha kwanza, hekima inatumia knowledge, ujuzi. Kitu cha pili, hekima inatumia kitu kinachoitwa uzoefu, experience. Kwa hiyo mtu mwenye hekima sio lazima aende shule. Akiwa na uwezo, kama ameenda shule akatumia alichofundishwa shuleni kumletea matokeo, tunamwitaga huyo mtu ana hekima na ni matokeo sahihi. Kitu cha pili, kama anaweza kutumia uzoefu wake, experience. Kuna watu inawezekana wasiende shule lakini wana experience. Kuna watu inawezekana hawana maarifa fulani lakini wana experience, wana uzoefu na kitu fulani. Kuna timu moja mpira ngoja naiangaliaga, nadhani AC Milan. Kuna beki wao, full beki wao namba 3 alikuwa anaitwa nani yule? Hadi ana miaka 40 plus alikuwa anacheza mpira. Nikawa nafuatilia nini, kwa sababu gani anamuita nani? Mbona nimesahau? Nikumbusheni basi wapenzi wa mpira. Au nyinyi ndio wale ukipiga chenga mwana wa Mungu unamdanganya Mungu, ni dhambi. Lakini kuna mechi wanasema kwa sababu ana experience, amecheza sana mpira, anajua namna akipangwa, anajua namna ya kuwapanga wachezaji wadogo ambao wana ujuzi mkubwa, lakini experience inahitajika zaidi. Experience, kuna watu inawezekana hawajasoma kama wewe ofisini, hawana masters kama wewe, lakini kuna aina fulani ya kazi kitokea, wanakuambia mwanangu, hapa elimu weke pembeni, hapa tunaenda na nini? Experience inaendaje? Experience ni kitu mtu ambacho amekizoea kukifanya zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu. Ana uzoefu na iko kitu, akiona jambo limetokea anajua kabisa namna hiyo kuna issue fulani. Wakati Samuel anaongeleshwa na Mungu, Mungu anamuita Samuel, ni mtoto mdogo. Samuel ni mtakatifu mbele za Mungu, lakini alishindwa kuipambanua sauti ya Mungu mpaka alipokutana na mzee Eli. Mzee Eli amsikii Mungu, lakini ana experience na Mungu. Mungu aongee na Eli kwa sababu ameshamweka Eli pembeni, lakini Eli ana experience na sauti. Sauti gani ni ya Mungu na sauti gani ni ya adui? Alipoenda mtoto Samuel kwa Eli kumwambia, akasema huyo ni Mungu. Sasa hivi ukisikia tena, mwambie Mungu, mtumishi wako yuko hapa, sema naye. Kilichoweza kumfungua Samuel kuanza kumsikia Mungu ni kwa sababu ya experience ya mtu ambaye kwa wakati huo hamsikii Mungu, ila ana experience na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaenda ofisini ukamkuta kuna mama tu anafagia, lakini amefagia hapo miaka 20. Anajua bosi akiwa na hasira anatembeaje. Anakwambia ukianza kumwona bosi anatembea haraka, siku hiyo usiende ofisini kwake. Hata kama una request yako, ifanye nini? Kwa sababu anamjua huyo bosi miaka na miaka. Na wewe umetoka na mambo yako huko. Yes, umemzidi elimu, lakini ulichokosa kwake ana experience. So huyu mtu hana elimu kama wewe, lakini uzoefu wake anajua kutumia uzoefu wake. Kuna sehemu unaweza ukaenda, lakini kuna sehemu huwezi kwenda. Uwezo wa kutumia uzoefu katika kuleta matokeo ambayo ni chanya pia inaitwa hekima. Vitu viwili. Hekima inatumia knowledge, hekima inatumia experience. Kitu cha tatu, kitu ambacho hekima inatumia, understanding, ufahamu.
uwezo wa kuchakata, uwezo wa kujua mambo. Uwezo wa kutumia akili yako. Kuna watu wana uwezo wa ajabu sana katika kuchakata mambo. Inawezekana na elimu, inawezekana hana elimu, inawezekana na experience, inawezekana hana experience, lakini ana ufahamu. Huyu jamaa kuna fundi ukilipeleka gari lako, kitendo cha kupiga tu anakuambia aisee, mwanangu, terminal belt hapo ina matatizo. Anaweza kukuambia hujafanyia service gari lako siku nyingi. Ana ufahamu na gari. Unaweza ukaona mchumba ukampeleka kwa mama yako, kwako umeliona bonge la bwana, kwa sababu ya ufahamu. Mama anajua ndoa, ameishi na baba yako miaka 50, kwa hiyo ana experience kubwa sana, lakini ana ufahamu mkubwa sana kuhusu mwanaume. Mwanaume anaweza akatokea tu hivi akakwambia, mwanangu, rudi tena kaombe. Hello? Unaweza ukampeleka binti kwa baba au kwa mama, kitendo tu cha mama kumwangalia tu hivi anaomba maombi mazito, Mungu, hii ndoa isiende popote, ninaifarakanisha katika ulimwengu wa roho. Lakini kipindi hiko wewe huwezi kuona chochote. Uwezo wa vitu vitatu. Kwa hiyo hekima inatumia vitu vitatu vikubwa. Kitu cha kwanza ni nini? Asante darasa. Kitu cha pili? Kitu cha tatu? Tunarudia tena. Kitu cha kwanza? Kitu cha pili? Kitu cha tatu? So wisdom ama hekima ni uwezo wa kuvitumia hivyo vitu vitatu. Inawezekana ukawa navyo vyote vitatu, ama ukawa navyo viwili, ama ukawa nacho kimoja, kukuletea matokeo yaliyo sahihi. Means ukimwona mtu hana hivi vitu vitatu, hana hekima. Lakini anaweza akawa navyo, lakini hana uwezo, ability. Unajua, unaweza ukawa una gari zuri lakini huna uwezo kuliendesha. So inawezekana unavyo, unawezekana una elimu nzuri lakini huwezi kuwa na hekima katika elimu yako. Inawezekana ukawa na experience lakini huna hekima katika experience yako. Inawezekana ukawa una ufahamu lakini huna hekima. Hauna uwezo wa kuchakata. So kitu kingine, hekima, mtu yoyote mwenye hekima ni lazima awe na uwezo. Lazima uwe na uwezo. Uwezo wa nini? Wa kutumia vile vitu vitatu. Sababu tutakaa sana. Kuna vitu Mungu anaweza kaviachilia kwako, lakini kuna vitu Mungu hawezi kuviachilia kwako. Kuna vitu ulimwengu wa roho unaweza ukakupa access, na kuna vitu ulimwengu wa roho hauwezi ukakupa access. Kitu kimoja hapo, wanaangalia uwezo wako. Wakikupa wanachotaka kukupa, uwezo wako wa kutumia ukoje? Kwenye kitabu cha Luka, nadhani Luka 2:52. Luka 2:52. Biblia inasema, na Yesu akakuwa katika hekima na nini? Na kimo, akimpenda Mungu na wanadamu. Sikiliza, Biblia inasema ingawa Yesu ni mtoto wa Mungu, ingawa Yesu ni Mungu, ingawa Yesu ni Mungu aliyevaa mwili, alipokuja duniani, kitu cha kwanza Biblia inaanza kumexpose Yesu. Kitu cha kwanza inaanza kuexpose hekima. A wisdom. Sehemu nyingine kwenye TPT translation inasema, and Jesus grew, so did his wisdom and maturity. Wakati Yesu anakuwa, alikuwa akiongezeka katika hekima, maturity. Kimo, Biblia Kiswahili imetumia kimo, lakini maturity sijui Kiswahili chake.
Anasema kadri alivyokuwa Yesu anakuwa, watu walikuwa wanaihesabia hekima yake. So inatakiwa tukikuangalia 2025 na 2026, tunatakiwa tuione hekima yako ikiwa imeongezeka, kwa sababu hekima, afu Biblia inasema akampendeza Mungu na wanadamu. Means kitakachoweza kumvutia Mungu akupende, kitakachoweza kuvuta watu kwako, watu watakuwa na kupima kwenye hekima. Huyu ndio Yesu akiingia sokoni hivi, watu wako kwenye mahekalu. Yesu akikaa tu sokoni hivi, akianza kuongea tu, watu wanatoka mahekaluni wanamfuata Yesu. Sio kwa sababu hakuna watumishi wengine. Kuna hekima alikuwa na uwezo wa kutumia ambacho wamekichukua kwa Baba kusababisha watu waweze kusogea kwake. Mtu mwenye hekima muogope. Mtu mwenye hekima anaweza hana kitu, lakini anajua namna ya kutumia maarifa aliyokuwa nayo. Anajua namna ya kutumia uzoefu aliokuwa nao kusababisha ulichokuwa nacho kije kwake bila kukuforce umpe. Biblia inasema Mungu katika vitu alivyokuwa anamwangalia Yesu, na Mungu alikuwa serious na Yesu kumwangalia wakati anakuwa, hekima nayo inakuwa. Huyu ni Mungu kaja duniani, lakini Mungu anajua kama hauna hekima, kuna wanadamu wenye hekima dunia hii watakutoa kwenye nafasi. Haujawahi kunaga ofisini, kuna mtu ana uwezo mkubwa, lakini unasema huyu akiwa bosi huyu tutakoma. Hata nyinyi mashahidi, kuna watu mnajua hapa wanaomba, lakini unasema baba usimpe mic. So, unasema huyu subiri kuanza, Mungu amtengeneze. Unajua akipewa mic hapa, aliyegombana naye jana ataanikwa hapa. Sikiza kwambie, kilichosababisha Petro amfuate Yesu sio muujiza. Kilichosababisha Petro atoe boti yake ampe Yesu sio muujiza. Kilichosababisha yule mwanafunzi ambaye alikuwa yuko Forodhani ni nani? Ni nani? Asante. Okay, kilichosababisha wanafunzi wote, wana wa Zebedayo, waache walichokuwa nakifanya wamfuate Yesu, kuna hekima walioiona kwa Yesu ikawavutia kuwa karibu na Yesu. How come Petro aache kuvua samaki alafu ayafuate maneno tu? Yesu hana hata pa kulala hapo. Alafu anasema kuanzia leo Petro nitakufanya usiwe mvuvi wa watu, uwe mvuvi wa samaki. Uwe mvuvi wa nani? Wa Yesu. Nifuate. Alafu Petro aache kuvua samaki amfuate Yesu. Sikiza nikwambie, kilichomvutia Petro kwa Yesu sio muujiza kwanza. Kilichomvutia Petro kwa Yesu ni hekima ya Yesu katika kuongea. Kwa sababu kabla Petro hajapata samaki, Petro alimwambia Yesu, chukua chombo changu unayoyaongea uwe juu ya chombo, watu wengine wakisikia. Mizi kuna aina ya maneno Yesu alikuwa akiyaongea, alafu Petro akiwa akimsikiza, huyu jamaa kuna nondo anaziongea ambazo sijawahi kuzisikia. Yes, ninasikilizaga mafundisho kwa Mafarisayo, lakini huyu jamaa kuna siri anaijua, anaiongea. Kwa sababu hiyo, ngoja nimpe boti yangu. Alafu akae juu ya boti, alafu aanze kuongea, hata mimi nimsikize huku ninaosha nyavu zangu. Ngoja kwambie, upako unaweza ukaleta watu, lakini inahitajika hekima kusababisha watu wabaki na wewe. Elimu inaweza ikakupa nafasi ofisini, lakini hekima inaweza ikamaintain nafasi uliopewa. Uzuri unaweza ukakupa ndoa, lakini inahitajika hekima ndani ya ndoa ili uendelee kukaa kwenye ndoa. Hekima inatunza ulichokipata kisipotee. Wisdom can sustain what you have got. Wisdom can sustain what you have given. Hekima inaweza ikatunza ulichokipata. Kwa sababu ya kuimbaimba kwako,
watu wanaweza kwa kuintroduce kwenye majukwaa ya kimataifa, lakini inahitaji wisdom ku maintain ulichokipata. Ngoja nikwambie, kuna wanafunzi walitoka kwa Yohana wakaja kwa Yesu, sio kwa sababu Yohana hakutembea na nguvu za Mungu, lakini kuna kitu Yohana alilaki. Sisemi kitu gani, lakini kuna watu waliona hatuwezi kukaa na Yohana. Yohana tukikaa naye, kwa sababu Yohana alisimama tu siku moja akasema, we Herode, umelala na mke wa kaka yako, dhambi. Alafu Yesu, kuna watu walimfuata sirini. Zakayo akamwambia, Yesu anajua Zakayo mwizi, alafu akumexpose mbele za watu. Akamwambia, Zakayo, kuanzia leo nitakuja nyumbani kwako. Ninajua wewe ni mwizi, lakini this is not a place to expose you. Kuna sehemu ninahitaji nikakuexpose mimi na wewe. That is wisdom. Wakati Yohana alikutana tu na Herode akasema, leo sikuachi, leo nitakubabua za uso. Ana upako. Biblia inasema na nchi zote za kando kando ya mto zilimfuata Yohana kubatizwa, lakini hao watu wakumfuataga Yesu. Nchi zote, watu wote walienda. Lakini siku Herode alipotokea kwa Yohana, na Biblia inasema Herode alikuwa anampenda Yohana, lakini siku aliyotokea hivyo akamwambia mbele za watu, Yohana kutaka kumtafuta sirini. Mbele za watu Yohana anamwambia, wewe mtenda dhambi mkubwa, umewaje umenalala na mke wa kaka yako, mdhambi wewe. Kwa sababu unadhani una upako. Let me show you I have a position. Ingawa una upako, upako wako nitauweka gerezani. Alafu akaekwa gerezani. Alafu mwisho wa siku akakatwa nini? Kichwa. Alikatwa kichwa sio kwa sababu hana nguvu za Mungu. Mpaka anakatwa kichwa, Yohana bado ana nguvu za Mungu. Kilichosababisha akatwe kichwa sio kwa sababu hakuomba. Alikosa nini? Hekima. Na alafu Yesu, Biblia inasema kulikuwa kuna wanafunzi wengine wasiri. Wakikutana, walikuwa ni Mafarisayo. Wakikutana na Yesu huku ni Mafarisayo, lakini wakitoka, alafu Yesu Biblia inasema na kondoo wengine ni nao ambao sio wa zizi hili. Huwezi ukawaona hata siku moja wakisema Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuona hata siku moja wakisema tunampenda Yesu. Lakini hawa wanafunzi, Biblia inasema walikuwa wanafunzi wa Yesu wasiri. Yesu anajua kwa sababu ya nafasi zao, wakitamka tu hivyo wamekatwa kichwa, wananifuata sirini. Alafu Yesu anatumia wisdom yake, anasema hata wanafunzi wengine ni nao, sio wa kundi hili, wamejificha ficha huko, lakini ni wanafunzi wangu. That is a wisdom. Yesu anaanza kupata access. Sikiza, sikuona sehemu yote Yohana akiwa ana marafiki matajiri, kwa sababu walikuwa wanaogopa tukienda kuwa wanafunzi wa Yohana, huyu jamaa atasababisha duka langu lifungwe. Alafu Yesu anasema kulikuwa kuna wanawake wakina Kusa, wake za Kusa. Kulikuwa kuna wanawake ambao walikuwa wanafanya kazi kwa Pilato. Kulikuwa kuna wanawake kina Yohana, kina John, wanawake wenye pesa. Alafu Biblia inasema wakamtumikia Yesu kwa mali zao. Wanawake ambao waoni sehemu yote, lakini walikuwa wanawake ambao wanaume zao wana nafasi kwa viongozi wa juu. Alafu walikuwa pamoja na Yesu. Biblia inasema Yesu akawaombea yakatoka mapepo. Lakini uone hata siku moja akiwaombea hadharani, kwa sababu ya nafasi zao na kwa sababu ya wisdom. Alisema huyu tukimwombea tunamchafua mume wake mbele za watu, huyu nitaomba naye ofisini. That is a wisdom. That is a wisdom. Kuna watu wakaanza kuona tukiwa na Yesu tutakuwa safe zaidi, lakini tukiwa na Yohana hatutakuwa safe zaidi. That is a wisdom. That is a wisdom. Akafika wa Zakayo. Watu wote wanamuona Zakayo mtenda dhambi. Afisa akafika kwenye mkuu akamwambia, Zakayo, leo hii chakula cha jioni nitakula kwa nyumbani kwako. Alafu Zakayo wakati wengine wote wanatamani kusikia Yesu akimuexpose, wewe kwa nini unatenda dhambi? Kwa nini unawaibia watu? Kwa nini unadhulumu watu? Mbele za watu Yesu hakusema neno lolote. Alipofika nyumbani wakaanza kula, kuna maneno tu Yesu aliongea. Mtu mwenyewe akamwambia Yesu, kuanzia leo yeyote niliyemchukulia nitamrudishia mara 4. Yeye mwenyewe. Nini kinachosababisha? Yesu hakumwombea Zakayo. Wisdom. Namna unaongea na mtu anaanza kueleza, anajiona safe zaidi na wewe kuliko akiwa na mtu mwingine. Ulokole wako ukienda mbele ya wafanyakazi wenzako, wanajiona safe zaidi na wewe, ama wanajiona kila unachowaambia unasema mimi sitaki kukaa na dhambi.
umeenda kumexpose. Sikiliza, nguvu ulionayo inaweza ikaleta vitu, lakini kuvimaintain hivyo vitu inahitaji hekima. Kuna watu Mungu mkiapia mbele za watu, watu wanatamani kushirikiana na wewe, watu wanatamani kufanya kazi na wewe, watu wanaanza kukupa nafasi, alafu baada ya muda wanajuta kwa nini walikuchukua. Ukianza kuona mara ya kwanza walikuvuta, means una kitu cha maana, una nguvu ya ushawishi watu kuja kwako, lakini hauna nguvu ya wisdom kuweza kumaintain ulichokuwa nacho. I'm telling you, kuna watu wana nguvu za Mungu, lakini wewe ni shahidi, huwezi kwenda kusali kwenye hilo kanisa. Halo? Kuna watu wakisimama hivi, prophetic eye linafunguka, wanaweza kukutabiria mpaka miaka 20 ijayo. Lakini ukianza kukaa tu kwake, hapa sio same sign, nitakuja tu kupokea na unabii, narudi kwa Pastor Godfrey au narudi kanisani kwetu. Nini kinachokusababisha? Sikiza, kinachoweza kusababisha watu wakae na wewe, watu wataanza kuipima hekima ambayo iko ndani yako, hekima iliyokuwa ndani yako, hekima inayofanya kazi ndani yako inaweza kusababisha. Ngoja nikwambie, katika silaha mojawapo kubwa katika ulimwengu wa roho wanayoiogopa, aidha mtu yuko kwa Mungu ama mtu yuko kwa adui, sio nguvu ya Mungu. Silaha kubwa mojawapo wanayoiogopa is wisdom. Wanajua huyu mtu akiwa na hekima, akichukua amechukua. Huyu mtu ana uwezo wa kukimaintain anachokipata. Alafu kuna mtu hawamuogopi hata kama una nguvu za Mungu, wanakuachia. Wanajua tu kesho kutwa wewe unafanya nini? Ability to use what? Knowledge, understanding and what? Experience to make a wise decision is called wisdom. Wewe kwambie, ulimwengu wa giza unavoogopa na ulimwengu unavoogopa mtu mwenye wisdom. Fungua na mimi Ezekiel 28. Ezekiel 28. Ezekiel 28. Alafu hebu nisome kwanza mstari wa kwanza na wa pili. Ezekiel 28. Kuna mfalme mmoja anaitwa mfalme wa Tyrus. Kuna nchi inaitwa Tiro. Umepata? Ngoja nikupe ya kwangu. Ezekiel 28. Kitabu cha Ezekiel 28 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nawe umesema, mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Mstari wa 3. Tazama, una hekima kuliko Danieli, hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Yes. Kukuficha, Endelea mstari wa 3. Mstari wa 4. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nao umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Hapo. Sikiza, huyu ni Mungu. Anamwambia Ezekiel, nenda kamwambie maneno haya mfalme wa nchi inaitwa Tiro. Huyu mfalme wa Tiro ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Alafu hajaokoka. Huyu jamaa ni mtaifa. Alafu Mungu akimchungulia, huyu jamaa ni hatari kwenye ufalme wa Mungu. Ni hatari.
Mungu anamwambia Ezekieli, duniani kuna watu wana hekima kuliko watoto wangu. Anasema ana hekima kuliko Danieli. Alafu kwa hekima yake huyu jamaa akajipatia utajiri, na sio utajiri, anasema utajiri mwingi wa dhahabu na fedha. And yet ni mtu anayekaa kwenye kisiwa. Nenda andika Tyrus, location yake. Ni kisiwa, hakina dhahabu, hakina fedha, hakina chochote, kina maji tu. Alafu Mungu anasema na kiti chake kiko baharini. Alafu anasema kwa sababu ya hekima yake moyo wake ukaji I refuse it. Ningekuwa sina hekima ningemlalua fundi mitambo. Lakini kwa sababu ya hekima, Mungu akubariki fundi mitambo. Biblia anasema hivi, anamwambia kamwambie mfalme wa Tiro. Mstari wa 2 anasema, mwanadamu mwambie mfalme wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka nawe umesema mimi ndiye Mungu. Huyu jamaa anasema mimi ni Mungu kwa sababu gani? Ana wisdom, ana hekima. Mtu yoyote alikuwa akikutana na mfalme wa Tiro hatamani kuondoka. Mtu yoyote akikutana na mfalme wa Tiro, alichokuwa nacho anampa mfalme wa Tiro. Nani ana influence kiasi hiko? Mfalme wa Tiro akitaka chochote anakipata. Alafu kwa sababu hiyo kuna nafasi amejijengea. Anasema hivi, Mungu akimwangalia anasema hivi, huyu jamaa anajiitaga Mungu. Alafu nikimwangalia nafasi yake hayuko mbinguni. Nafasi yake ninamuona yuko duniani Dodoma. Lakini ana influence ya kutaka chochote mfalme wa Tiro anachokitaka anakipata, sio kwa sababu nyingine. A wisdom. Akitaka kuumpe milioni 100 umkopeshe. Ukikutana na mfalme wa Tiro, umemnyima baba yako. Ukikutana na mfalme wa Tiro, ana uwezo wa kukuongelesha. Wewe mwenyewe ukaingia benki. Wewe mwenyewe ukaandika. Wangapi washakutana na matapeli? Mamangu mdogo alikutana naye Majengo Moshi. Ana hela zake anaenda kununua. Alafu sijui jamaa sio ananusa. Wanajua wewe una hela. Wakamchukua akaanza kumwambia, unajua tuna mawe. Haya mawe tunauza bei mbaya sana. Walimshawishi yeye mwenyewe. Afu akafika sema, unaona ukilirusha jiwe hivi kabla halijafika sijui kuna sasa ili viweze kutokea. Wale jamaa watumia hata uchawi. They have wisdom. Wakikuangalia wanajua una uhitaji wa utajiri wa haraka, alafu na shilingi 5,000 unataka upate milioni mingapi? 500. Kuna koti moja nilisema hivi, katika watu wagumu kuwashawishi ni mtu anayekaribia kutapeliwa. Kumshawishi asitapeliwe ni ngumu sana. Mtu anayekaribia kwa nini? Ukimwambia hilo jambo unalofanya ni baya, mtagombana. Kwa sababu tayari moyo wake umeshatengenezwa kuamini. Biblia inasema hivi, anamwambia mfalme wa Tiro ana hekima kuliko Danieli mtoto wangu. Sasa ukitaka kujua jamani genius, kamsome Danieli. Kamsome Danieli kwenye kitabu cha Danieli. Kuna muda Nebukadreza aliota ndoto afu akaisahau ndoto. Alafu akawaita waganga, akawaita wanajimu, akaita wachawi wote wa Babeli. Alafu Biblia inasema na wenye hekima. Danieli alikuwa kwenye kundi la wenye nini? Hekima. Akasema msiponitabilia, msiponiambia ndoto yangu, ninaua wote. Kwa hiyo na Danieli naye alikuwa anauawa. Alafu Danieli akasema hivi, akamwambia yule aliyekuja kumua, kaongee na mfalme, anipe siku chache, nitamwambia siri iliyojificha moyoni mwake. Alafu Biblia inasema Danieli akaenda kumuomba Mungu. Alafu Mungu akamfunulia Danieli siri. Means mtu mwenye hekima ana uwezo wa kuyasoma mawazo yako. Anaweza akajua una shida gani. Anaweza akajua nini kinachoendelea ndani yako. Mtu mwenye hekima ana uwezo kutumia uwezo wake kukusoma wewe na kujua nini akikupa moyo wako unatulia.
Mtu mwenye hekima ana access ya kupata vitu, kupata mawazo sio ya kwake, mawazo ya rohoni, na akaya implement duniani na akamletea results. Katika mlango mmojawapo mkubwa wa ulimwengu wa roho kutumia, inamtafutaga mtu mwenye wisdom, kwa sababu inajua huyu jamaa anajua kufanya nini, saa ngapi na wapi. Mtu mwenye hekima anajua where, how and when. Mtu mwenye hekima anajua. Muda mwingine anaweza kaipokea ripoti sasa hivi, lakini hiyo ripoti siweze kutumika sasa hivi, inahitajika kutumika miaka 5 mbele. Kwenye Ufunuo anaandika, na mambo haya sio ya wakati huu, mambo haya ni wakati unaokuja. Kwa hiyo kuna vitu Yohana alishindwa kuviandika, sio kwa sababu havitatuhusu, ni vitu vinavyokuja. Hata Danieli, kuna vitu alipewa vya sasa na kuna vitu hakupewa vya sasa, ni vitu vya baadaye. Alafu mtu mwenye hekima anavitunza, havisemi. Alafu Mungu anasema hivi, nikimwangalia mfalme wa Tiro, ninamuona mtu mwenye hekima ambayo sijawahi kuiona. Ngoja nikwambie, hatuhitaji watu wenye elimu kuleta matokeo peke yake. Hatuhitaji watu wakubwa kuleta matokeo. Tunahitaji watu wenye hekima kutuletea matokeo. Na leo kuna roho ya hekima nitaitamka juu yako. Hii roho lazima ikafanye kazi katika huu mwaka. Masuala kusema nilipata kazi afu nikafukuzwa, yasiwe sehemu yako katika maisha haya. Masuala kusema Mungu alikuwezesha ukapata milioni 300 afu baada ya muda unarudi tena hata shilingi 5,000 hauna wisdom. Anaendelea tena anasema, nadhani mstari wa 3 anasema hivi, kwa hekima yako umejipatia dhahabu na fedha. Kwa hekima yako umeanza kuvipata vitu vya sirini. Huyu jamaa nchi yake haina fedha, nchi yake silver, fedha ni silver, haina dhahabu, lakini alikuwa na hazina mpaka Mungu akiiona anaiogopa. Watu walikuwa wanaleta dhahabu kwa mfalme wa Tiro. Swala kujiuliza, nini kilichokuwa kinasababisha wasipeleke sehemu nyingine, wanaleta kwa mfalme wa Tiro? Tena wanaisafirisha kwa maji, kwa sababu jamaa anakaa kisiwani. Biblia inasema hivi, kwa sababu ya hekima yake alijipatia utajiri mwingi. Wewe kwambie, ukienda Dubai ndo soko kubwa la dhahabu duniani. Dubai ni jangwa. Yaani Dubai ni jangwa. Dodoma sio jangwa. Ukienda, kuna muda ukienda, joto linaweza likafika mpaka sentigredi 48. Kuna muda nilienda, yani ile sehemu niliyofikia hotelini wameka AC kali sana kwa sababu ya kurahisisha ile hewa. Kwa hiyo ndani nienda na mafuta ya nazi, Mwafrika na uasilia wake. Yale mafuta ndani yanaganda, yanakuwa kama jiwe. Ukifungua dirisha ukaiweka mafuta ya nazi hapo dirishani, dakika moja yanayeyuka yote. Yaani joto la nje lilivyokuwa kali. Lakini ngoja nikwambie, unajua Dubai inatengeneza kiasi gani cha fedha za watalii kwa mwaka kwenda kutembelea? Hawana Serengeti, hawana Ngorongoro, hawana mlima Kilimanjaro, hawana maleki Tanganyika, sio ile Kinyasa. Hawana chochote, wanajangwa. Lakini hekima ya mfalme amelibadilisha jangwa kuwa na fedha kuliko sisi tuwenye mali. Watu hawaji Serengeti kwa wingi kuliko kwenda jangwani. Can you imagine, wanatumia jangwani, wanakuendesha na gari jangwani, unachukua pikipiki unaendesha na unatoa fedha na Hatuhitaji watu waliosoma sana, tunahitaji watu waliosoma wanaweza kutumia elimu yao kutuletea matokeo Tanzania. Na ngoja nikwambie, unajua unaweza ukawacheka viongozi ambao wako serikalini. Nataka nikwambie, kama ninachokifundisha leo hakitaingia ndani yako, hata wewe ukipewa nafasi utafanya blunders kama wengine. It's only need wisdom to use what you have to make decisions. Mfalme wa Tiro, nilikuwa namsoma mfalme wa Tiro mpaka naogopa. Huyu jamaa ana maji na samaki tu. Can you imagine, alikuwa anaweza kubadilishana samaki na dhahabu, na watu wanaita dhahabu kwa sababu ya nini? Ya samaki. Hivyo ngoja nikwambie, wauza wote vitu vya thamani,
soko lao kubwa wanapeleka jangwani. Kwa nini wao wasije kwetu kwenye? Sisi tuna machimbo Shinyanga yamejaa madhahabu, Geita imejaa madhahabu, lakini hatuwezi kufanya biashara mpaka tuwapelekee watu wenye jangwa. Means kuna wisdom. Hatuna. Kuna wafalme kina Tiro wako Dubai, wana hekima ya kusababisha wametengeneza mazingira dhahabu yako ipate thamani, taipeleka kwao. Wakati unamsema mfalme wa Tiro ndo wewe. Yaani wewe naye unapeleka. Wewe naye unafanya? Unapeleka. Unachokipeleka hana, lakini wisdom. Wewe kwambie, unafanya vacation utaki kwenda kijijini kwenu. Ungeenda kijijini kwenu, yule muuza nyanya angepata hela. Loji ya kijijini kwenu ingepata hela. Si ndio? Bibi yako au mama yako, lakini unatunza milioni 20. Sikiza kwambie, kutoka hapa kwenda baharini unahitaji kilomita 400 tu, alafu kwa SGR ni masaa mangapi? Lakini utaiacha bahari ya pale feri. Utapanda ndege Dubai kuiona nini? Bahari. Okay, unasema jengo refu duniani. Tuna jengo la ghorofa 28 sijui pale Posta. Mama mchungaji anasema halina taa. Utalipa gharama ya ndege, utalipa hoteli, utawanufaisha wao, utaacha vyote ambavyo viko. Unasema sitaki, ninataka Dubai. Means mfalme wa Tiro wa Dubai kuna wisdom anaitumia kukushawishi wewe, una save sana, umpelekee utajiri yeye. Among the prayer ambayo ninaiomba mwaka huu, Mungu akatupe viongozi wenye hekima, wawekezaji watamani kuja kuwekeza Dodoma. Means usipokuwa na hekima, kuna access ya hazina hauwezi kuzipata. Huyu jamaa kulazimishi umpelekee. Huyu jamaa unavipeleka mwenyewe. Anasema kwa hekima yako iliyo kubwa watu walikuletea utajiri. Nini unacho? Hivi unajua mwanangu, wisdom yako inaweza kukupa nafasi mtaani kuwa mwenyekiti wa mtaa. Hivi unajua kwamba wisdom yako ukiingia kwenye interview hivi inaweza kusababisha watu wakaongea maneno mawili tu wakasema huyu ndo mtu sahihi tuliyekuwa tunamhitaji, na yet una diploma yako tu. Unajua mwenye wisdom anaweza akaingia popote. Mwenye wisdom anaweza akamshawishi tajiri yote. Mwenye wisdom, kuna Mnigeria mmoja nilisoma historia yake, aliuza uwanja wa ndege wa Nigeria, and yet uwanja sio wake wa serikali. Aliwezaje kuwashawishi wawekezaji mpaka wawekezaji wakaamua kununua uwanja wa ndege wa serikali, and yet sio uwanja wake? Mimi huyu jamaa ana hekima. Ana hekima ya hali ya juu. Wapendwa wanangu, katika vitu unavyotamani kumwomba Mungu mwaka huu, mwambie Mungu, nipe hekima, nguvu ya kutumia uzoefu ulionipa, nguvu ya kutumia elimu ulionipa, nguvu ya kutumia ujuzi ulionipa, niweze kufanya, niwe na matokeo yaliyo sahihi. Means there is a ability, there is a power. Na chochote kinachohusiana na nguvu, nyuma yake kuna roho. Yeyote mwenye wisdom, nyuma ya wisdom kuna roho inayofanya kazi. Means ukiweza kuwa na elimu, ili uwe na nguvu ya kuitumia elimu yako, you need spirit of wisdom. Kwenye Efeso, anasema na roho ya hekima. Efeso. Kuna sehemu Efeso anaandika. Efeso 1:17. Nisomee. Efeso 1:17. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Anasema hivi, Paul anawaandikia Efeso, anasema hivi, I know you guys, you have everything.
but what you lack is a spirit of wisdom. Anasema na Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo sikiza, haongei na mataifa, anaongea na watoto wa Mungu. Anasema kuna kitu mnakikosa kanisa la Efeso, kitu mnachokikosa, kwa sababu Efeso ulikuwa ni mji wa kibiashara. Efeso ulikuwa ni mji ambao Paul alifukuzwa akapigwa. Efeso kuna kina Demetrio. Efeso kuna wale wafua shaba wanatengeneza visanamu vya Mungu, anaitwa Mungu mke, anaitwa Diana. Ya? Unakumbuka Efeso walimwambia, kwa sababu wakapiga kelele wakasema Mungu wa Diana ni mkuu kuliko Mungu wa Paulo. Wakamfukuza Paulo kwa sababu ni mji wa kibiashara. Alafu Paulo anasema hivi, ni mpo katikati ya mataifa, msipokuwa na roho ya hekima na ya ufunuo, kuna vitu vya sirini hamwezi kuvipata. Anamwambia roho ya hekima. Means roho ya hekima nini? Mkaketi katikati ya wafanyabiashara wanaomwabudu Mungu Diana. Alafu wale watu, kwa sababu mna roho ya hekima, muweze kufanya nao biashara. Hawa watu hawahitaji injili, wanamwogopa mtu mwenye hekima, wisdom. Uyengo jamani, sisi walokole tuna kasumba sana. Yaani ukishajua umejazwa Roho Mtakatifu, unajuaga hii dunia yote ya kwako. Ushakuwa umeonaga mlokole ana kiburi cha wokovu, akiingia tu, ninaitwa Pastor Godfrey, ninaona manyoka yamekaa hapa. Wisdom. Wisdom. Kuna sehemu watu wataki kumsikia Mungu wako. Kuna watu wataanza kumtafuta Mungu wako kwa sababu ya wisdom iliyopo ndani yako. You don't need to introduce Jesus. Mungu hataki wewe umuintroduce. Mungu hahitaji chochote wewe kusababisha ajulikane. Acha Mungu ndani yako aanze kujulikana yeye. Ifike muda mtu akwambia, are you a pastor? Naambia yes, I am a pastor. Juzi kwa na Godson tumeenda sehemu kula usiku. Okay, by the way, Sabah tulienda kula chakula usiku. Tumetoka hapa saa 3. Ngambia mtenda hapo tukale. Tulipofika, wale wahudumu wa pale, Pastor Godfrey, Jumapili tutakuja kanisani. Ngambia mlinijuaje? Kachukua mafundisho yako tunafuatilia. Naamini Mungu yuko, siku ataniokoa na mimi. Ngambia nguvu ya Mungu ikatembea katika kazi yako. Sasa ungesikia kaka zake Mungu kwanza kaka zake Mungu hata kuingia kula hapo aingie. Unafanya kazi wapi ba? Usinisogelee. Una mapepo. Sasa nikwambie, a wisdom can attract someone to come closer to you. Hadi nikamwambia Godson, nadhani nitaongea na huyu dada. Iwe kuna siku nakuja. Isikose anasema tunafanya kazi mpaka Jumapili, tunakosa nafasi. Lakini ndani yao wanamtamani Mungu. Kama Godson mniandalia arrangement. Angalau siku moja kwa wiki niyo nawafuata kanisani kwa kazini kwao. Hapa. Hawa watu wanamtamani Mungu lakini wanakosa access na Mungu. Waje 2 3 niyo naomba nao. Na kumwambia Mungu wafungue macho, waone utukufu wako. Wafungulie kazi. Kama hii kazi inawasababisha watende dhambi, Mungu wafungulie kazi. So unamtoa mtu aache kazi, alafu akianza kukuomba hela ya kujikimu, unakimbia na kuzima simu. Si wewe ulisema ni sehemu ya dhambi? Ada ya watoto wake anatoa wapi? Unamwambia njoo kanisani, Mungu okay, anakuja hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini watoto njaa. That is not a wisdom. Muombe Mungu amfungue. Mungu amtengenezee ndani yake. Mungu akiangalia huyu mtu anatamani kutoka, lakini kuna sehemu amekamatwa. Akamwambia hivi, mfalme wa Tiro anajua kutumia hekima. Alafu Paulo anaandika, anasema hivi, na Mungu wa baba yetu Yesu Kristo awapeni ninyi roho ya hekima. Roho ya hekima katika kunini?
katika kumjua yeye. Alafu kuna siri anaongea, si ndio? Katika kumjua yeye na kitu gani? Hapo mstari wa 17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Sikiliza, kuna ufunuo. Hekima inapokuja haiji tu, inakujaga na revelation. Kwa hiyo mwenye hekima anaweza akaja akachungulia Dodoma. Mwenye hekima, kuna macho akafunguka kwake, kuna vitu akavianza kuviona, kuna vitu akaanza kutengeneza, kuna vitu akaanza kufanya, and yet wewe ulikopo Dodoma huwezi kuviona. Ni kwa sababu gani? Mwenye hekima ana jicho. Okay, mstari wa 18 anasema hivi, na macho yenu yatiwe nini? Nuru. Katika nini? Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake. Sikiza, anasema na macho yenu. The moment you have this spirit of wisdom, automatically kuna vitu utaanza kuviona ambavyo wengine hawavioni. Macho yako ya ndani yako, macho yako ya mawazo, macho yako ya kutafakari, macho yako yataanza kuona vitu. Anasema na macho yenu yatiwe nuru. Huwezi kuwa na nuru kama wisdom haiko ndani yako. Anasema utaanza kuona hivi, the moment you have this spirit of wisdom, kuna vitu katikati ya mataifa wa Efeso utaanza kuviona wengine hawavioni. Alafu watu watakutafuta kwa sababu unaona wasichokiona katikati yao. Anasema hivi, the moment your eyes are opened, utaanza kuwa tajiri. Utaanza kuwa tajiri. Kumbe kuwa tajiri sio kuwa na hela. Kuwa tajiri, tuombe spirit of wisdom kazini kwako uwe nayo. Ukiwa na roho ya hekima, kuna vyeo hautaomba. Kumbe tunakosea. Muda mwingine tunamwomba Mungu nipe promotion, alafu Mungu akiangalia hauna roho ya hekima, akikupa kesho kutu umepelekwa Kigoma, Uvinza, and then the story is over. So Mungu anasubiria nisikupe nafasi mpaka upate ufunuo wa neno linaloitwa hazina za sirini kuhusiana na kipengele cha hekima. The moment you receive this revelation, ukiondoka leo hautaomba Mungu mwaka huu niongeze. Kikubwa ombi lako utaambia Mungu, give me the spirit of wisdom. Give me the spirit of wisdom. 2026, give me the spirit of wisdom. Let my eyes see what I couldn't see. Macho yangu yakafunguke nione vitu ambavyo 2025 sikuwahi kuviona. Macho yangu yakafunguke nikaanze kuona vitu gani mtaani kwetu nilishindwa kuviona. Macho yangu yakafunguke nianze kuona vitu gani kijijini kwetu nilishindwa kuviona. Macho yangu yakafunguke nianze kuona utajiri katikati ya marafiki zangu. Unajua kwamba watu 10 walokuzunguka, if you have the eyes, if your eyes are opened, watu 10 wanaweza kukuletea utajiri. Mtaji wa tajiri yote ni watu. Unajua kwamba macho yako yakifunguka, macho yako yakitiwa mwanga, macho yako yakatiwa nuru, kuna vitu ulivyokuwa nadhani vya kawaida havitakuwa vya kawaida tena. Kuna watu ulikuwa unachukulia kawaida hautawachukulia kawaida tena. Kuna aina yako ya kuvaa itabadilika, sio kwa sababu nyingine yoyote. Itabadilika kwa sababu unajua kabisa kupitia mavazi kuna hekima kupitia mavazi. Ngoja nikwambie mfalme wa Sheba, Malkia wa Sheba. Sikutaka kuingia huko. Alipoenda kwa Suleiman, kabla hajaongea na Suleiman, Biblia inasema aliona hekima kwa watumishi wa Suleiman. Walivyovaa aliona hekima. Kwenye kula aliona hekima. Kwenye kuongea aliona hekima. Kabla hajafika kwa Suleiman. Means hekima inakuexpose. Kuna watu hujaanza kuongea, namna unavyonukia, they wish to be with you, close to you. Harufu tu. Kuna namna unavyovaa, mtu anasema huyu anafaa kuwa mke wangu. Kuna namna tu unavyotembea, wisdom inasoma. Biblia inasema hata kutembea kwao, Malkia wa Sheba alikuwa anaiona hekima ya Suleiman kwa watumishi. Means Suleiman aliachilia roho ya hekima. Kwenye chakula kuna roho ya hekima,
Kwenye mavazi kuna roho ya hekima. Kwa watumishi kuna roho ya hekima. Kwa watoto wake kuna roho ya hekima. I release this power to you. Amen. 2026 vitu vikafunguke, sio kwa sababu nyingine yoyote. Una roho ya hekima ndani yako. Utajiri kwa kufuate kwa sababu roho ya hekima iko ndani yako. Mungu akafungue macho, uanze kuona vitu ambavyo mwanangu hujawahi kuviona. I'm telling you. Nini wanachokiona wawekezaji kuja Afrika? Kuna jicho ambalo wanalo Tanzania hatuna. Watu wanatoka mikoani wanakuja Dodoma, na wewe uko Dodoma uone, means macho yako hayajatiwa nuru. Macho yako yanagiza. Siku roho ya hekima ikiingia ndani yako, ngoja nikwambie wanangu, hapa kuna utajiri wa vizazi vyako. Uko hapa Dodoma. Kinachoshindikana kwako, unadhani ukienda Marekani ndipo utaenda Marekani, na bado ulioacha Tanzania watakuwa na maisha mazuri kuliko wewe uliyekuwa Marekani. Kwa sababu swala sio location, swala ni wisdom. Imagine mtu amekaa kisiwani, alafu dhahabu zinamfuata, watu wanamfuata, hawatafuti, ila hekima anajua namna ya kuzalisha watu wakaja. Kama ni supplier, watu wanaweza kuhitaji material kutoka, huyo supplier ananunua material da, analeta Dodoma, alafu bado watu watachukua ya Dodoma watayapeleka da. Usishangae, ngoja nikwambie, sisi tunazalisha pamba. Tunachukua pamba, tunapeleka Ulaya. Ulaya wanatengeneza nguo. Alafu unainunua tena nguo, unairudisha wapi? Tanzania. So inawezekana kabisa ukanunua bidhaa da, ukaileta Dodoma, na bado mtu wa da akaitaka Dodoma airudishe da. Ni kwa sababu gani? Macho yako yametiwa nuru. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, macho ya watoto wako asubuhi ya leo yakatiwe nuru, wakaone wingi wa utajiri uliouandalia 2026. Kila giza lililokaa kwenye macho yao, kila giza lililokaa kwenye macho yao, Baba ninaliondoa. Baba ninaliondoa. Chochote ambacho adui anatamani kuwaficha wasikione, wale ambao wanadhani ni nguvu zao peke yake zinaweza, ama juhudi zinaweza kuwasababisha wakasogea, Baba, siku ya leo roho yako ikakae juu yao, roho ya hekima ikakae ndani yao. Hapo walipo wakaanze kuviona vitu ambavyo hawajawahi kuviona. Kwa sababu ya hekima, macho yao yakatiwe nuru. Macho yao yakatiwe nuru. Kwenye biashara macho yao yakatiwe nuru. Kwenye ualimu macho yao yakatiwe nuru. Kwenye kazi macho yao yakatiwe nuru. Kwenye huduma macho yao yakatiwe nuru. Wakaone wingi wa utajiri ambao Mungu umewaandalia. Wakaone wingi wa utajiri ambao Mungu umeuandalia. Sio swala la udhaifu wanaouona, ni swala la hekima wanaloliona. In Jesus mighty name. Kwa hiyo kwambie, roho ya hekima katika prayer point zako utakazomwomba Mungu mwaka huu, mama mtumishi, sio Mungu akupe nguvu peke yake. Mwambie Mungu, nipe na nini? Hekima. Sio hekima, roho ya hekima. Ngoja, kwenye Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, kuna sehemu Mungu anamwambia Musa, na umwekee mikono Joshua. Na the moment amemwekea Joshua mikono, roho ya hekima ikawa juu ya Joshua. Ni Deuteronomy ngapi? Deuteronomy 34:9. Kumbukumbu la Torati 34 mstari wa 9. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Sikiza kwambie, Mungu alikuwa anajua Yoshua atapata nafasi, lakini kuna kitu Yoshua hana. Nikimpa Yoshua nafasi bila kumpa hekima, wana wa Israeli hawatamsikiliza. Kuna vitu havitamsikiliza. Okay, point nyingine, mtu yoyote mwenye roho ya hekima anasikilizwa. Mtu yoyote mwenye roho ya hekima anasikilizwa. Anasikilizwa na vitu vyenye uhai, anasikilizwa pia na vitu visivyokuwa na uhai.
Very important point. Mtu yote mwenye roho, kwa sababu ni roho ina kawaida ya kuongea na vitu sio tu vyenye uhai, hata vitu visivyokuwa na uhai. Unajua, ukiwa na roho ya hekima unaweza ukausemesha utajiri wa Dodoma uweze kukufuata wewe. Unajua, ukiwa na roho ya hekima unaweza ukasemesha milima na milima ikakusikia, milima ikaona wisdom yako. Unaweza ukasemesha wafalme wakakufuata. Sulemani hakumtafuta, hakumwandikia mfalme yoyote barua. Ukianza kuona unawatafuta watu na watu waji kwako, hauna hekima. Wakati tumeanza huduma mimi na mke wangu hapa Dodoma, kuna baadhi ya watumishi hata ukiwapigia simu hawapokei simu yako. Muda mwingine unawahitaji kweli kweli, hawaji. Nikamwambia mke wangu, tusitafute watu, tumtafute Mungu na nguvu zake na hekima yake. It reach a point people will start seeing the wisdom in us. The wisdom will start attracting them to come to our cycle, whether they like it or they don't like it. Mungu kuna namna atatusogeza sisi tukomae. Tumwambie Mungu, kama hatuna hii roho ishuke juu yetu, hii roho ikatengenezeke ndani yetu. Watu wataanza kuona hekima katika kuongea kwako. Watu wataanza hekima katika kuvaa kwako. Watu wataanza kuona hekima katika maneno yako. Watu watatafuta hekima katika kuwashauri. Because the spirit of wisdom is upon you. Akamwambia, sikiza nikwambie Yoshua, swala sio nafasi. Swala unahitaji hekima ili hawa watu wakusikilize. Hawa watu kama hauna hekima, ingawa una nafasi, they will never listen to you. Alafu Mungu anamwambia hivi, sio kila mtu anaweza kuiachilia roho ya hekima. Kuna jamaa linaitwa Musa. Alafu Musa hajui kama ndani yake ana roho ya hekima. Mungu anasema hivi, Musa, ninakuamrisha kaweke mikono juu ya Yoshua. Alafu roho iliyokuwa ndani yako itashuka juu ya Yoshua. Alafu automatically huhitaji kumuintroduce Yoshua mbele za watu. Yoshua akisimama hivi, watu wataanza kumsikiliza, kwa sababu maneno yake yatabadilishwa. Hatakuwa anaongea kama mwanzo. Yoshua atakuwa anaongea kama Musa alivyokuwa anaongea. So means sihitaji wewe kukushika mkono kukupeleka sehemu. Huhitaji mtu akushike mkono. Mtu alichonacho aweke mkono juu yako. The moment ameweka mkono juu yako akaachilia, the moment unapia kesho ofisini, watu wanaanza kuona namna unavyovaa ni tofauti. Walikuwa nakuzoea umevaa kimini kiko humu, wanasema namtega bosi. Ghafla umevaa twende kanisani. Eti naambiwa hiyo ndo nguo gani? Amuijui twende kanisani? Ngoja mama mchungaji asimame ndo muangalie vizuri. Mama mchungaji akisimama tu muangalie, hii ndo inaitwa nini? Anasema hivi, Musa achilie hiyo roho, kwa sababu Joshua yes amekaa kwenye nafasi, lakini kuna kitu cha pili Joshua anatakiwa kuwa nacho. Huyu ndio Joshua baada ya kukaa kwenye nafasi na hiyo roho ikawa juu yake. Ndio Joshua anawaambia makuhani, chukueni sanduku la Bwana, alafu mkichukua msiongee chochote. Nendeni tu Jordan, mtakapoweka nyayo zenu mto utasikiliza. Sio kwa sababu ya ukuhani, kwa sababu ya neno la mtu mwenye hekima. Huyu ndio Yoshua anapigana na maadui zake, alafu analisemesha jua simama, mwezi simama, mpaka nimalizane na adui zangu. Nilikuwa najiuliza anapata wapi nguvu? Mbona kuna waombaji walishindwa? Kumbe kuna spirit ya wisdom inayoweza kuongea na vitu visivyokuwa na uhai na vitu vikasikia. Unaweza ukaenda shambani mwako ukaanza kuisemesha ardhi na kuambia sitopata hasara, nitapata faida, na ikasikia kwa sababu ya spirit of wisdom. Unaweza ukaenda ukasemesha watoto wako shuleni, spirit ikawafuata. Watoto wangu hawatavuta bangi, watoto wangu hawatakunywa pombe. Spirit ya wisdom inasikiliza mtu, vitu vinamsikiliza mtu mwenye roho ya hekima. Anasema ndipo atakapokusikiliza,
nikawa nasema Mungu anamwambiaje Yoshua, tembea tu, wewe tembea katika ukuta wa Yeriko, alafu ukuta utadondoka. Mungu hao, alafu Mungu awaambii makuhani wapo, lakini anamwambia mtu mwenye roho ya hekima, kwa sababu anajua roho ya hekima ina kawaida ya kusikilizwa na kuta. Yoshua anamwambia tu, amkeni asubuhi, tembeeni afu rudini kambini. Siku 6, siku ya 7 sema zungukeni mara 7, alafu pigeni kelele. We are done. Spirit of wisdom. Spirit of wisdom. Unaweza ukaingia popote, una roho ya hekima, unasema tu hapa ni kwangu. Sasa hiyo unazingesema hapa ni kwangu, hauna hata kamti kamoja, unasema tu hapa ni kwangu, hapa ni kwangu, hapa nitamiliki, hapa nitajenga, hapa. Wakati unaongea, ardhi inaanza kusemesha. Ardhi inaanza kumsemesha mwenye eneo. Ghafla mwenye eneo anapata shida, sio mama kaparalyze, anahitaji kumpeleka India, anamtafuta mtu ana milioni 10 kwa haraka, mtu spirit of wisdom. Spirit of wisdom. Spirit of wisdom inaweza kufanya kazi, kusemesha, kuzungumza vitu ambavyo wengine hawana. Kuna muda David kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 2, yes, Samuel wa kwanza 2:2 nadhani, Biblia inasema na Daudi akakimbia akajificha katika pango la Adoruma. Na the moment Daudi amejificha, ghafla watu 400, Biblia inasema watu, umepata mstari? Samuel wa kwanza 2 nadhani. Samuel wa kwanza 2:2. Biblia inasema na watu wadhaifu wakamfuata, watu wenye madeni wakamfuata, na watu wenye uchungu wakamfuata Daudi. Imagine Daudi amekaa kwenye cave inayoitwa Adoruma. Watu wanamwacha Sauli, kwenye kitabu cha Chronicle tena wanasema mashujaa walikuwa wakimwacha Sauli wanaenda. Kabila la Benjamin linamwacha ndugu yao, linamkimbilia Daudi. Unajiuliza Daudi ni kwa sababu gani watu wanamfuata? Ni kwa sababu alikuwa na spirit of wisdom ambayo inasababisha watu wajione salama kwake. Watu wenye shida wanasogea, wakisogea wanaiona hekima ya Daudi. Alafu Biblia inasema akawabadilisha watu 400 wakawa jeshi kubwa, wakawa mashujaa. Waliokuwa wana dhiki kaondoka, waliokuwa na uchungu kaondoka. Ghafla waliokuwa wanajiona hawafai wakaanza kujiona wanafaa. Maana yake nini? Mtu mwenye hekima ana uwezo wa kumbadilisha yoyote, ana uwezo wa kuturn maisha ya mtu yoyote, kwa sababu anaiweka spirit yake ndani yake. Joshua alikuwa ni mfanyakazi anayebeba nguo za Musa, anayebeba viatu vya Musa, lakini Mungu akasema huyu ni shujaa, huyu ni mfalme, ninahitaji roho ya hekima ikae ndani yake. Atakapokuwa na roho ya hekima, yule dhaifu akisimama wanamwona mfalme. Yule aliyekuwa anakata kuni za Musa, alikuwa anaandaa tenti ya Musa, leo hii anasimama, watu wanamsikiliza. Na Mungu anamwambia tu weka tu mikono, achilia hilo ikiwa ndani yake, maisha yake yanabadilika. Hekima itaanza kumpa nafasi, hekima itaanza kumsemesha, hekima itasamesha watu waanze kusogea karibu na yeye, watu waanze kumfuata, watu waanze kumkimbilia, watu waanze kuona wako salama, watu waanze kuona tukiwa na yeye maisha yetu yatabadilika. Nilimwambia Mungu niletee watu waliokuwa dhaifu, niletee watu walioshindwa, niletee watu waliofukuzwa, niletee watu ambao wanajiona sasa hivi wao sio kitu. The moment they come closer to me, moment wanapokuja kwangu, sio tu nguvu ya Mungu ya kuwafungua. Yes, watafunguliwa, lakini wanahitaji kuwa na fedha. Siwezi kuziita fedha, nitakachokiita kwao roho ya hekima ikae ndani yao. The moment unaondoka na hii package ya hekima ndani yako, automatically kuanzia kesho anza kuifanyia kazi. Anza kudeclare, I have a spirit of wisdom. I have a spirit of wisdom. I have a spirit of wisdom. Ongea yako inabadilika automatically. Mazingira yale yaliyokuwa dhaifu kwako yanabadilika kuwa sio mazingira dhaifu, mazingira ya kukuletea faida, kwa sababu macho yako yatatiwa nuru. Kwenye udhaifu utaanza kuona opportunity. Ujue unadhani kwamba mazingira yako ulizaliwa bahati mbaya. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 7, wakati wamemkamata Stefano, wanaanza kumhoji, na Stefano akasema, nisomee
Kuna vitu Stefano aliongea. Matendo ya Mitume 7:22. Kwanza 22. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 22. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari na wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Misri. Sikiza hapo 22 anasema hivi, na Musa akafundishwa hekima yote. Okay, kabla ya roho haijaja kwa Musa, kuna mtu alimfundisha Musa, afu Musa akawa na hekima. Okay, ngoja. Wakati Musa anaambiwa historia ya kwao kwamba ulizaliwa wazazi wako wakakutupa katika mto, inawezekana Musa ilimtesa, lakini Mungu alikuwa anajua hayo mazingira. Ili upate hekima lazima utupwe. Ili upate hekima lazima uzaliwe kwenye hiyo familia ya kimasikini, kwa sababu kupitia huo maskini kuna hekima inatengenezeka. Mungu akaruhusu jambo baya liweze kutokea kwenye maisha yako. Kumbe katika hilo baya kuna hekima ya Mungu unayoenda kufundishwa. Wakati Musa anapewa historia ya kwao kwamba wazazi wako walikutupa, inawezekana alijisikia vibaya, lakini angalia the positive side yake. Anaambia alipoingia kwa Farao, Musa akaanza kufundishwa hekima yote ya kifalme. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Musa aliopatikana na binti Farao. Na ndio maana Daudi anaandika kwenye Zaburi 113 mistari ya chini ya mwisho kabisa. Ngoja tutasoma baadaye nadhani. Kumekucha. Sasa ukikurupuka haizimi. Tumia hekima, isubirie ishi, alafu sasa zima au punguza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa sina hekima, simama. Unashindwa kuheshimu nyumba ya Mungu, nenda nje. Lakini inawezekana maskini alijitahidi. Simu za Kichina kuna menu za Kichina. Kwenye kuzima yenyewe ndio unasema nini? Wash. Sasa inawezekana watu nia ya ndani ni azime, lakini nia ya nje kuwasha. Mungu akubariki. A spirit of wisdom. Akiondoka hapa bado moyo wako umefurahi na hajakosa neno la Mungu. Biblia inasema hivi, mtoto wa Farao binti Potifa alikuwa tasa. Alafu mama yake Musa akamtupa Musa mtoni. Alafu tasa anamwokota katoto kana miezi mingapi? 3. Alafu Biblia inasema akamlea kama mtoto wake, alafu akapata access kwenye nyumba ya mfalme. Musa akawa one of the princes wa Farao. Manake Musa kama asingeondolewa alikuwa ni mrithi wa Farao. Kwa hiyo Musa hakuitwa Musa Amram, Musa alikuwa anaitwa Musa Farao, kwa sababu aliingizwa katika ukoo wa Farao. Na ngoja nikwambie, ilikuwa ni siri ya mtoto wa binti wa Farao. Watu walikuwa wanajua ni tasa. Kwa hiyo alimtunza Musa, hata alipoenda hakusema ni Musa, alisema ni mtoto wangu, nimezaa mtoto wangu. Alafu Daudi anaelezea, anasema hivi kwenye Zaburi 113 mstari ya mwisho kabisa, anasema na tasa kwenye nyumba alipatikana. Umepata hiyo? Ndio yenyewe au sio yenyewe? Mstari wa mwisho sio yenyewe? Okay, nitafutie. Daudi anaimba hizo 3 mstari wa 9. Anasema uweka nyumbani mwanamke aliye tasa. Anza wa 7. Umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Anasema humuinua mnyonge kutoka. Wakati ninasoma miaka yote nilikuwaga najua Daudi anajiongelea yeye. Kumbe Daudi alikuwa anamuongelea Musa. Alafu Musa, Biblia inasema hivi, akapata kusoma hekima yote. Alikuwa ni mnyonge, alikuwa hafai, alikuwa ametupwa. Alafu Daudi analichungulia kwenye jicho lingine, anasema humuinua mnyonge kutoka mavumbini. Anamuinua Daudi anamuinua Musa kutoka kwenye shida. Lakini angalia njia anayompitisha. Anampitisha kana kwamba anatupwa na wazazi wake, kana kwamba ni shida, ni stubborn. Biblia inasema alipiga kelele mpaka wazazi walishindwa kumficha tena. Anaonekana hafai. Wakati anafanya hivyo ni njia ya kumuinua. Imagine, angalia hekima ya Mungu. Wakati unamuona Musa ni stubborn, wazazi wanamuona ni stubborn, kwa Mungu ni njia aende akajifunze hekima
aenda akajifunze hekima ya Wamisri, ili baadaye hekima hiyo sio kwa ajili yake. Hekima hiyo kuna Joshua anatakiwa kuipata. Anamwinua mnyonge kutoka mavumbini, na kumpandisha maskini kutoka jehanamu, amketisha pamoja na wakuu, pamoja na wakuu wa watu wake. Weka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama ya watoto mwenye furaha. Anasema hivi, humweka nyumbani kwa wakuu, sio nyumbani kwa Musa. Nyumbani kwa wakuu akamweka mwanamke tasa. Wakati sisi tunamwona binti Farao ni tasa, machoni pa Mungu, Mungu amemsababishia awe tasa ili Musa aje kuwa mtoto wake. Angalia hekima ya Mungu, alafu angalia hekima ya wanadamu. Wakati mama Potifa analilia, mama Farao analilia mtoto, Mungu hampi mtoto. Hekima ya Mungu ni nakunyima mtoto ili Musa awe mtoto wako. Musa akiwa mtoto wako, hakutakuwa na competition ya watoto wako uliozaa na Musa, kwa sababu kama mtoto wa Farao angekuwa na watoto, Musa asingepata access ya kusoma hekima yote ya Misri. Means Mungu anaweza, hekima ya Mungu inaweza ikakunyima asikupe gari, kwa sababu kuna mume anatakiwa kukuona ukitembea sabasaba. Alafu bonge la mume linaomba kila siku. Umepita na yeboyebo zako na vumbi lako, unachagua pale mitumba. Anapokuona anasema, huu ni mfupa katika mifupa yangu, hii ni nyama katika nyama yangu. Anakufuatilia mpaka unaposali, anakuja naye kusali. Baada ya muda ana propose, what if ungekuwa na gari? What if ungekuwa unaingia kwenye mabotiki? Sikiza nikwambie, wakati anachekwa binti Farao, Mungu anasema hivi, nina mtoto ninakuletea, atakayekuwa kama mtoto wako. Wakati Musa analelewa, Musa hakuwahi kujuaga ana ndugu zake. Musa hakuwahi kujua. Hata mama yake alikuwa anamnyonyesha, lakini mama yake hajawahi kumwambia mimi ni mama yako. Alikuwa anakaa kimya kwa sababu Potifa, mtoto wa Farao, binti Farao, amesema Musa ni wa kwangu. Na unaposema Musa ni mtoto wako, maana yake unauawa. Hekima ya mama, anamuona kabisa Musa ni mtoto wake, lakini bado mama amekaa kimya. Ngoja nikwambie, hekima inafunuaga kujua majira yako ya kuongea, wapi uongee na wapi usiongee. Hekima inakupa access ya kujua mtu aliye sahihi na mtu asiyekuwa sahihi. Hata kama mtu aliye sahihi kwa wakati huo inawezekana afanye chochote. Bibi yangu ananiambia akasoma hekima yote, akajua hekima yote. Musa akawa kama mfalme. Na Biblia inasema Musa alikuwa akienda kupigana, anakujaga na ushindi kwa Farao. Hekima ya Musa, anaondoka kwa Farao, anaenda kwa mzee Yethro. And yet ni mtoto wa kifalme, yet ana kila kitu, lakini anaenda kuchunga mbuzi. Anakuwa mfugaji wa mbuzi, mtoto aliyetoka kwenye kasri la kifalme. Hekima inakupa uwezo wa kuyaona mazingira, na sio mazingira ya kudefine wewe, ila wewe utadefine mazingira. Unajua kuna watu mkienda kijijini kwenu hamwezi kulala kwenye kitanda anacholalia bibi yako. Unasema siwezi kulala, mazingira sio mazuri, mimi nataka nikatafute lodge. And yet bibi yako analala kwenye kitanda hicho kwa aliyemzaa baba yako, alafu baba yako akakuzaa wewe. Kuna watu mkienda kwa wazazi wenu sasa hivi hamwezi kula chakula anachopika mama yako na baba yako kula, kwa sababu kuna level umefika, sio chakula chako chakula tena. Wisdom hakuna. Musa aliyetoka kwa Farao akiwa prince wa Farao, lakini anaenda kwa Yethro. Yethro anampa mifugo, alafu Musa anafuga. Sikiza nikwambie, kwa sababu Musa alikuwa na hekima. Hekima alikutana na Mungu sio nyumbani kwa Yethro, alikutana na Mungu kwenye mifugo ile ile aliyokuwa anafuga. Ndipo Mungu alipokutana naye after another 40 years. Miaka 40 anafuga, miaka 40 analisha mifugo, na Mungu akamtokea sio nyumbani. Mungu alimtokea kwenye kazi iliyodhalaulika anayoifanya. Means muda mwingine unashindwa kuwa na divining appointment na Mungu kwa sababu wewe umejichagulia na sio Mungu kukuchagulia. Umesema hiki siwezi kufanya. Ngoja tu mfano, labda kifusi, unasema mimi siwezi kubeba tena kifusi. Kumbe ulishindwa kuelewa wakati unabeba kifusi kuna ugonjwa ndani yako ulikuwa unaondoka.
Kwa sababu wewe umemdefine Mungu kwamba upokee uponyaji siku Pastor Godfrey akikuwekea mkono, wakati njia za Mungu sio njia za wanadamu. Hekima ya Mungu sio hekima ya wanadamu. Mungu alikuwa anataka kuona unyenyekevu wako kwenye kazi ya kudeki kanisa, apate muujiza ndani yako. Unasema niko busy. Yes, uko busy. Kwa sababu you don't know the wisdom of God. Mungu hawi defined na unachokitaka wewe. Mungu anakuwa defined na kila anachokitaka yeye. What if Joshua angegoma kusema sasa hivi upako wangu umeongezeka, sitaki kumtumikia Musa tena? Kuna roho ya hekima angeikosa. Kuna kitu cha kimungu angekikosa. Ngoja niwaambie, kuna wafalme wa Tiro wanajua hekima. Ukimsoma mfalme wa Tiro unamuona mtu kama wa kawaida, lakini huyu mtu wa kawaida anajua kikaa na Abednego anapenda mpira, atajifunza mpira sio kwa ajili yake, anajifunza mpira ili akikaa na Abednego stories ziweze kwenda. Kuna rafiki yangu mmoja, sitaki kumtaja jina, yeye alikuwa kila siku kukemea mapepo tu, kila siku kuombea watu. Yaani tukikaa yeye tukikaa tu maongezi yake, ase lile pepo leo jana nimelibomoa. Kaambia mkuu, muda mwingine sio sehemu za kuongea hivyo. Yes, upako ni wa kwako, lakini kuna watu hata ukiongea hivyo hawaelewi. Kaambia mwache hizo story. Nikaja kujua au nguvu ya Mungu anayo, lakini wisdom hana. Nikaanza kumnunulia magazeti asome, nikaanza kumfungulia pages au anaangalia duniani kunaenda nini. Alafu tukikaa naambia ni marufuku kuongea masuala ya madhabahuni. Madhabahuni tumeacha kule. Hebu niambie umeona nini kwenye internet? Sasa hivi ninavyoongea ni mtumishi wa Mungu, lakini mfanya biashara mzuri sana. Access amepata wapi? Kuna siku alikaa na mtu ambaye anajua wisdom kudefine mazingira, sio mazingira yanavyotaka, ila roho yako ya wisdom kudefine mazingira. Ndio Musa anarudi, anafika anakuta wenzake alioacha. Alafu Musa afanye chochote. Alipoondoka alikuwa, Biblia inasema na alikuwa hodari katika kuzungumza. Aliporudi Musa hawezi kuzungumza na kigugumizi. Leo nimeweka status inaitwa Olofo nini? Aquado si whatever. Maana yake kuwezeshwa. Musa alikuwa mzuri kwenye kuongea. Mtu yoyote mwenye roho ya hekima ana uwezo wa kuongea. Mungu akajua nikimpa sana Musa kuongea atapitiliza. Ngoja ni mute, awe ongea panapohitajika kuongea. Alafu Biblia inasema akamsimamisha Haruni awe nabii mbele ya Farao. Manake kuongea kukahama kwa Musa kukaingia kwa Haruni. Biblia inasema Musa akawa kama Mungu mbele ya Farao na Haruni akawa kama nabii wake. Minzi sio kazi ya Musa tena. Wisdom imejaa, Musa ongei. Wisdom imejaa, Musa anatupa tu. Wisdom imejaa, Musa anaelekeza tu. Wisdom imejaa, Musa anafanya tu. Musa akisema itokee inatokea. Wisdom imejaa mpaka fimbo inamsikiliza Musa. Fimbo inasikiliza bahari. Bahari inasikiliza fimbo. Sio kitu kingine. Wisdom imekaa. Wisdom imekaa, nagusa fimbo na kwenye jiwe linatoa maji. Nikwambia spirit of wisdom kitu inachofanya inazungumzisha vitu visivyokuwa na uhai viweze kuwa na uhai kwa ajili yako. Akaanza kusemesha vitu ambavyo vilikuwa vimegoma. Fimbo ikageuka nyoka, nyoka ikameza nyoka. Akaanza kusemesha. Biblia inasema muda mwingine alichukua mavumbi akayapuliza, wakatokea wanaitwa nini hawa? Chawa. Muda mwingine anapiga tu maji yanageuka kuwa damu. Sikiza nikwambie, there is a spirit of wisdom. Mazingira yakaanza kusikiliza. Mazingira yakaanza kufanya kama yalivyokuwa nafanya. Mungu anamwambia una nini mkononi? Akamwambia na fimbo. Akasema light Musa, ungejua sio tu fimbo peke yake, ndani yako kuna zaidi ya fimbo. Amrisha. Means yawezekana unakiona ni kitu dhaifu, lakini mbele ya Mungu sio dhaifu. The moment unapata hii roho ndani yako, kuna vitu vitaanza kubadilika. Vitu vile vile visivyokuwa vinakupa heshima, vitu hivyo vitaanza kukupa heshima. Ni kwa sababu utakuwa unajua wapi, saa ngapi na nini
kitu kinaweza kikabadilika kwako na kuwa ni kitu ambacho kinampa Mungu utukufu. Na utukufu wowote ambao Mungu anaupokea, Mungu sio mchoyo. Utukufu anaurudishaga kwa wanadamu. Mungu anakusababisha na wewe watu waanze kukuona kwa tofauti, na wewe watu waanze kukuthamini kwa tofauti, na wewe vitu vianze. Ngoja nikwambie, Mungu tunampaga sisi wenyewe kwa kupenda, si ndio? Wewe mwenyewe unasemaga nina sadaka ninampa nani? Mungu. Nini kinachosababisha umpe Mungu? Ni kwa sababu kuna kitu Mungu amekiinstall ndani yako. Hiko kitu kinakusababisha uwe na hofu na Mungu, alafu unampa Mungu. Unasema tu mimi natoa hii sadaka, mimi natoa ile gari, natoa hii nyumba, nafanya. Ni kwa sababu kuna sehemu Mungu amekufikisha. The same kama unaweza kumpa Mungu, Mungu akiachilia hii roho, kuna vitu utakuwa sio tena kuhaso. Watu wataona kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Watu wataanza kuita kazi kwa ajili yako. Watu wataanza kuita tenda kwa ajili yako. Watu wataanza kukupa connection kwa ajili yako, kwa sababu kuna kitu cha thamani wamekiona ndani yako. Anasema Mfalme wa Tiro amekaa kisiwani, dhahabu zinamfuata kwa sababu ya hekima ilikuwa ni nyingi sana. Kadiri hekima ilipokuwa inaongezeka, utajiri unaongezeka. Na mimi I prophesy to you this morning. Siombi nguvu ya Mungu ya kutoa mapepo. Siombi nguvu ya Mungu ya kuomba sana. Ninaomba Mungu, roho ya hekima ikakae juu yako. Ukajue namna ya kuongea, ukajue namna ya kufanya, ukajue namna ya kuenenda. Vitu vikatafute hekima ndani yako. Vitu vikasearch na kujua vikija kwako vitakuwa salama. Kama ambaye anatafuta watoto wakaje kwa sababu hekima ya Mungu imeongezeka ndani yako. Kazi zikaje kwa sababu Mungu ameweka hekima, ameiachilia roho yake ndani yako. Roho yako ianze kusababisha kutafuta. Roho yako ianze kusababisha kuvuta. Roho yako ianze kusababisha kuleta. Roho yako ianze kusababisha. Roho yako ikasababisha hekima ya kimungu ikakae juu yako. Hekima ya kimungu ikatawale juu yako. Hekima ya kimungu ikasababisha ufanye vitu ambavyo havijawahi kuonekana. Ukazindue vitu ambavyo havijawahi kuonekana. Ukasababisha vitu ambavyo wengine hawajawahi kuviona kama vipo. I pray to you right now. Biblia inasema Musa mwekee mikono Joshua, na roho ambayo iko ndani yako itaama na kuhamia ndani yake. I pray to you right now. I pray to you right now. Hii roho ikawe juu yako. Hii roho ikawe juu yako. Roho ya hekima na ufahamu, roho ya maarifa na ufahamu ikajae ndani yako. Ulichokuwa ukioni kikaanze kuonekana. Macho yako ya ndani yakatiwe nuru. Macho yako ya ndani yakafunguke. Macho yako ya ndani yakaone sawa sawa na Mungu anavyotaka uone. Ninaiombea hii spirit, ninaiombea hii roho ndani yako, na roho ya hekima ikajae ndani yako. Na roho ya hekima ikajae ndani yako. Na roho ya hekima ikajae ndani yako. Uchungu kaondoke, hekima ikaingie. Maumivu yakaondoke, hekima ikaingie. Hasara ikaondoke, hekima ikaingie. Madeni yakaondoke na yakaingie roho ya hekima. Kama ambavyo Daudi anasema, nilikaa katika kevi ya Aduruma na watu wadhaifu wakanifuate. Ninakiona kilichokuwa dhaifu ndani yako. Ninakiona kinachokutesa ndani yako. Ninakiona kinachokunyima usingizi ndani yako. Ninakiona kinachokupa aibu ndani yako. Ninakiona kinachokunyima raha ndani yako. Ninakibadilisha. Hapa tulipo ni Adoruma, sehemu ambapo Mungu anabadilisha watu. Na ninaongea mchana wa leo, kwa sababu umekuja mahali hapa, kwa sababu umeingia mahali hapa, hii roho ya hekima ikashuke ndani yako. Ikashuke ndani yako. Malaika wananisikia. Malaika wananisikia. Kama ambavyo roho mtu anaomba, lakini roho kuna mtu anaiachilia kwa nafasi ya kikuhani. Ninaiachilia hii roho juu yako. Haya maneno ni roho. Haya maneno ni roho. Haya maneno ni roho. Haya maneno ni roho. Ninaiachilia sehemu yangu, ninaijaza ndani yako. Ninaachilia sehemu yangu ikaingie ndani yako. Roho ya hekima, roho ya hekima, roho ya hekima ikatawale 2026, ikaende na wewe 2026. Mungu akafundishe kinywa chako namna ya kuongea. Mungu afundishe mikono yako namna ya kutenda. Mungu akakupe utayari kwenye miguu yako.
ikajae. Na ibadilishe hiyo dharau, hekima ikakae. Na ubadilisha huo dhaifu, hekima ikakae. Na badilisha kukataliwa, hekima ikakae. Ninakutenga kwenye nyumba ambayo haiwezi kukuza hekima, kama ambavyo Musa akatolewa kwenye nyumba ya baba yake akapelekwa kwenye nyumba ya Farao. Na mimi ninakutenga na nyumba yoyote ambayo haiwezi kukupa hekima. Ninakutenga na madhabahu isiyokuwa na hekima. Ninakutenga na watumishi wasiokuwa na hekima. Ninakutenga na mazingira yasiyojaa hekima. Mungu akakupe wakina Farao watakao kufundisha hekima. Ninatengeneza hiyo saiko yako mpya. Ninatengeneza saiko yako mpya. Ninatengeneza watu wapya. Ninatengeneza mazingira mapya. Ninakutengenezea watu wengine wapya watakaokuwa na hiki kitu, wakakiambukize ndani yako, wakakiambukize ndani yako, wakakiambukize ndani yako, wakakiambukize ndani yako. Wako wapi waliozalifu? Wako wapi waliokuwa na madeni? Anaongea Daudi kwenye Samueli wa kwanza 2:2. Watu waliokuwa na madeni wakamfuata Daudi. Ninawazungumzisha wote wenye madeni, wote wenye madeni. Roho ya hekima ikajaa ndani yako, ikajaa ndani yako, ukajua namna ambavyo kwa hekima ukajua namna ya kulipa, kwa hekima ukajua namna ya kusolve. Watu ambao ni wadhaifu, watu ambao ni wadhaifu, wasiokuwa na chochote, waliokuwa wadhaifu katika mwili, waliokuwa wadhaifu katika uchumi, roho ya hekima ijae juu yako. Roho ya hekima ijae juu yako. Roho ya hekima ijae juu yako. Ninaiachilia kuanzia hapa mbele. Ninaiachilia kolamu ya kwanza, ninaiachilia kolamu ya pili, ninaiachilia kolamu ya tatu. Hiyo roho ipite, hiyo roho ipite, hiyo roho ipite, hiyo roho ya hekima ipite, hiyo roho ya hekima ipite. Ijaze, ijaze. Waliofungua moyo hiyo ingie, waliofungua moyo hii roho ijae, 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 ijae. Let the liver flow. Let the liver flow. Let the liver flow. Achilia hiyo mito flow. Achilia hiyo roho flow. Achilia hiyo roho flow. Achilia hiyo roho flow. Ongea yako ikabadilike. Ongea yako ikabadilike kuanzia leo. Vaa yako ikabadilike kuanzia leo. Tembea yako ikabadilike kuanzia leo. Kula yako ikabadilike kuanzia leo. Roho ya hekima ikajae. Ujue wapi ufanye nini, saa ngapi. Ninaiachilia roho itembee na wewe, itembee na wewe, itembee na wewe. La 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 la. Vilivyokuwa vikusikiliza 2025, nguvu ya hii roho ukasemeshe vitu ambavyo vilikuwa vinakukataa. Kuna watu biashara zilikuwa zinawakataa, kuna watu kazi zilikuwa zinawakataa, kuna watu position zilikuwa zinawakataa, kuna watu utumishi ulikuwa unawakataa. Kuanzia leo kasemeshe, kasemeshe mashamba, kasemeshe vitu visivyokuwa na uhai, vitakusikia kwa sababu ya hii roho. Nenda kasemeshe mwezi, nenda kasemeshe jua,
Nenda kasemeshe mvua, nenda kasemeshe kiti, nenda kasemeshe mashamba, nenda kasemeshe biashara, nenda kasemeshe ndoa, nenda kasemeshe mke wako, nenda kamsemeshe mume wako. Kama Yoshua jua lilimsikiliza, kama Yoshua mwezi ulimsikiliza, ninaweka mamlaka katika kinywa chako. Unapoondoka hapa, maneno yako yasiwe ya kawaida. Unapoondoka mahali hapa, maneno yako yakawe na nguvu. Unapoondoka mahali hapa, maneno yako yakabadilisha maisha. Unapoondoka mahali hapa, maneno yako yakataa hilo giza liwe mwanga. Linabadilisha namna ulivyokuwa unaomba, linabadilisha namna ulivyokuwa unaongea. Ukaongee kwa mamlaka, ukaongea ukiwa na uhakika, ukaongea ukiwa unajua chochote nachokisema lazima kibadilike. Kama kwa hekima ya Suleiman wafalme walileta mali, na mimi ninatangaza juu yako sasa, kwa hekima itakayoonekana, watu wakaleta ulivyokuwa unavitafuta. Watu wakakutafute, vyeo vikakutafute, fedha ikakutafute, kazi ikakutafute, biashara ikakutafute, kibali kikatafutwe, kibali kikaongezeke, kibali kikaongezeke. Ninatamkia juu yako, ninatamkia juu yako, kama ambavyo Suleiman alivipata, kama ambavyo mfalme wa Tiro alivipata, na wewe vikajae, na wewe vikaongezeke, na wewe ukavipate kwa sababu ya hekima yako. Wakaone hiyo hekima, wakaone huo ukuu ambao Mungu ameweka juu yako. I prophesy upon your life, I prophesy upon your ear, I prophesy upon your business, I prophesy upon your position. Vitu vikaje, vitu vikaje, hekima ikavute, hekima ikavute. Baba, asante kwa sababu kwa hii hekima vitu vya sirini vitatoka vyenyewe. Vitu vya sirini vitaanza kumtafuta mwenye hekima, kama ambavyo mfalme wa Tiro, hekima ilivuta dhahabu, hekima ilivuta fedha. Na mimi navitamka na visemesha, hekima ikavute vitu vya sirini. Hekima yako ikalete wingi wa utajiri. Macho yako, ninaliondoa hilo giza kwenye hayo macho, yakaanze kuona vitu ambavyo kuwahi kuviona. Pale pale ulipo, ukaone utajiri ambao hujawahi kuona, ukaone hazina ambazo hujawahi kuziona. Ninafungua hayo macho sasa, ninafungua macho ya ndani ya moyo wako sasa, ninayafungua kwenye ulimwengu wa roho. Yatiwe nuru, yatiwe nuru, yatiwe nuru, yaangaze, yaanze kuona, yaanze kuona, yaanze kuona. Vitu vikaonekanike, tukaone Dodoma hii, tukaone inawezekana, tukaone tukikuwa hapa hapa. Macho, 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 macho. Rivers of living water, yeah, yeah, oh.